sura ya 8 mstari wa 19. Andiko nasema, kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kama utaandika, andika kufunuliwa kwa wana wa Mungu. 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 Warumi sura ya 8 mstari wa 19. Kwa maana viumbe vyote pia kwa shauku nyingi vinatazamia kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kusoma maandiko kwenye Warumi sura ya 8 kianzia 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 hapo. Ni maandiko ambayo yanazungumza kwa habari ya watoto wa Mungu. Zungumza kwa habari ya urithi. Zungumza kwa habari ya wana wa Mungu. Kwenye mstari wa 19 Paulo anasema, kwa maana viumbe vyote pia vinasubiria kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Viumbe vyote duniani vinasubiriwa kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwamba dunia imekuwa ikisikia kwa habari ya wana wa Mungu. Imekuwa ikisikia kwa habari ya watoto wa Mungu. Kutokana na kile ambacho watoto wa Mungu wanacho wamekibeba, kutokana na sababu wana wa Mungu wana vitu fulani, imechochea kiwango fulani cha shauku kwa watu wa duniani. Sio kwa watu, hata kwa viumbe pia. Shauku ya kufunuliwa na kuwekwa wazi kwa wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anapozungumza kwa habari ya kufunuliwa, anazungumza kwa habari ya kuwekwa wazi, kwa habari ya kudhihirishwa, kwa habari ya kutaka hawa watoto wa Mungu waonekane. Kwa hata leo tuliko hapa, shauku ya viumbe vyote pia, shauku ya ulimwengu na dunia ni kufunuliwa na kuwekwa wazi kwa wana wa Mungu ambao dunia imekuwa ikiwasikia wakizungumzwa. Kuwekwa wazi kwa wana wa Mungu ambao dunia imekuwa ikisikia habari zao zikinenwa. Wana shauku ya kuona hao watu wafunuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukisikia mtu ana shauku ya kufunuliwa kwa kitu, ukisikia mtu ana shauku ya kuwekwa wazi kwa kitu, maana yake hivi, hicho kitu ni cha thamani, hicho kitu ni cha muhimu, kiwango ambacho anatamani hata leo angekiona kwa macho yake. Amen. Amen. Lakini cha pili ni kwamba hicho kitu kipo. Maandiko yanasema wanasubiria kuja kwa wana wa Mungu. Wanasema wanasubiria kudhihirishwa, kufunuliwa na kuwekwa wazi kwa wana wa Mungu. Kwa maana nyingine ni wana wa Mungu tayari wako duniani lakini hawaonekani. Dunia inahangaika kuona na kuwajua wana wa Mungu. Inatafuta usiku na mchana kuona mwana wa Mungu aliyedhihirika na kuonekana. Kwa nini? Kwa sababu jambo la kwanza,
Ni kwa sababu wana wa Mungu wamebeba majibu ya dunia hii. Wana wa Mungu wamebeba majibu ya dunia hii. Kwa nini dunia ina shauku ya kuwepo wazi na kufunuliwa kwa wana wa Mungu? Ni kwa sababu wana wa Mungu ndio waliobeba majibu ya ulimwengu. Wana wa Mungu wamebeba masuluhisho ya ulimwengu. Amen. Tuko kwenye nyakati ambazo sayansi ina ukomo wa kuleta masuluhisho kwenye maisha ya watu. Tuko kwenye nyakati ambazo elimu ina ukomo wa kuleta masuluhisho kwenye maisha ya watu. Lakini maandiko yamedhihirisha na kufunua mara kwa mara kwamba kuna wokovu na kuna msaada unaopatikana kwa wana wa Mungu. Haleluya. Sasa dunia kwa sababu inajua kwamba kuna mambo hayatatuliwi na sayansi, kuna mambo hayatatuliwi na elimu, shauku yao kubwa ni kuona wana wa Mungu wamedhihirishwa, kwa sababu wao wanayo majibu kwa habari ya maisha yao. Amen. Amen. Bila babaki tu. Kwenye ulimwengu wa mwili kuna ukomo wa matatizo ya changamoto. Kwenye ulimwengu wa mwili kuna ukomo wa matatuzi ya shida. Haijalishi mtu atakuwa na elimu ya kiasi gani au kiwango gani, kuna point hawezi kuleta masuluhisho. Kuna kiwango hawezi kuleta masuluhisho. Kwenye maeneo kama hayo, ambaye ameaminiwa kuleta masuluhisho ni mwana wa Mungu. Sio daktari, sio profesa, sio waziri mkuu, lakini mwana wa Mungu ameaminiwa kuleta masuluhisho kwenye haya mambo ambayo mwenye elimu amekosa kuwa na majibu. Kuna wakati mfalme Nebukadneza kwenye kitabu cha Danieli, maandiko yanasema mfalme aliota ndoto na akasema, hii ndoto acha nikusanye wataalamu wangu, acha nikusanye watu wangu ambao ninawajua, maafisa wa elimu, maafisa wa kilimo, maafisa wa biashara, halafu anipe suluhu sana changamoto inayoendelea. Alipowakusanya wote, akasema hakuna hata mmoja aliweza kuleta suluhu. Lakini yuko mtu mmoja katikati ya Babeli, ambaye Babeli nzima ilikuwa inajua kuna mtu wa Mungu yuko kwenye nchi hii. Yes. Maana alikuwa wazi kwa mambo ambacho hata Babeli inafahamu kama kuna mtu wa Mungu yuko katikati yetu. Kwa hiyo mfalme usikate tamaa kwamba changamoto ulionayo haina majibu. Kwa mfalme usikate tamaa kwamba shida ulionayo haina majibu. Yuko mtu hapo wa Mungu ambaye yeye anafanya kazi kiwango kisichokuwa cha kawaida, kiwango cha kimungu, kiwango cha kuweza kuleta masuluhu mahali ambapo wanadamu kawaida umeshiba, lakini yeye kama mwana wa Mungu anaweza kuleta majibu. Sasa Paulo anasema dunia inasubiri kudhihirishwa kwa watu wa Mungu, kufunuliwa kwa watu wa Mungu, kuwekwa wazi kwa watu wa Mungu, kwa sababu wao ndio waliojaa masuluhisho. Lakini bahati mbaya, bahati nzuri, wana wa Mungu wako duniani. They are not at heaven. Hawako mbinguni. Leo ukitafuta mwana wa Mungu, mtafuta mbinguni, unamtafuta duniani. We are here. Na sisi ndio hao wana wa Mungu ambao Mungu anazungumza. Amen. Asema wote walimpokea, aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Amen. Kwa kama Mungu anasema kufunuliwa kwa wana wa Mungu ni sisi. Kwa kama ni kufunuliwa, maana hatujaonekana kiwango ambacho dunia inatarajia kutuona. Hatujadhihirika kiwango ambacho dunia inatarajia tuzilike. Kwa bado wanaendelea kutafuta. Wakitafuta ndio kuwekwa wazi kwa sababu wamebeba majibu ya maisha yao. Lakini ya pili, kwa nini dunia inatafuta? Ni kwa sababu sisi kama wana Mungu ndio tuliobeba Mungu.
magorofani. Leo Mungu atafutwa kwenye milima. Leo Mungu anatafutwa kwenye maisha yetu. Hello. Mpagani akitaka kwenda kumtafuta Mungu, haendi kupanda mlima Kilimanjaro. Anakuja kumtafuta Mungu kwa mtumishi wa Mungu kanisani. Kwa sababu Mungu anakaa ndani ya mtumishi wa Mungu. Anasema miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu ni Roho Mungu. Kwa sisi tumembeba Mungu ndani yetu. Haleluya. Lakini maana nasema bado wanatafuta kuwekwa wazi kwa hawa watu. Sasa moja ya kitu ambacho shetani anakifanya kwenye dunia yetu ni kuhakikisha wana wa Mungu hawadhihiriki. Ni kuhakikisha wana wa Mungu hawaonekani. Ni kuhakikisha wana wa Mungu hawawekwi wazi. Shetani yuko lazi kuruhusu endelee kuitwa John Michael, lakini sio kuitwa mwana wa Mungu aliye hai. Yuko lazi kuruhusu kuitwa mwalimu fulani wa shule ya msingi fulani na sekondari fulani, kuliko kuruhusu kuitwa mwana wa Mungu. He always make sure the people's good will never manifest. Atakuruhusu kuja kanisani na kufanya kuwa mtu wa kawaida, mshirika wa kawaida, lakini usifike point ya kudhihirisha wana wa Mungu ulionao kama mtu wa masuluhu kwenye dunia yako. Na shetani hamuogopi mtu yote ambaye sio tishio. Hamuogopi mtu ambaye akiwepo kanisani kanisa linajaa. Huyo mtu hamuogopi. Hamuogopi mtu ambaye akiwepo kanisani kuna mambo kwenye kazi ya Mungu yanaenda mbele. Huyo mtu hamuogopi. Lakini anamuogopa mtu ambaye uwepo wake mahali fulani unafanya vitu fulani viendelee kwa sababu ya uwepo wake. Kwa leo we have so many sons and daughters of God, lakini they are not known as the sons and daughters of God. Tuna wana wa Mungu wengi, lakini hawajulikani kama wana wa Mungu au watoto wa Mungu. Tuna maafande, tuna wali, tuna migambo, lakini hawapo wakijulikana kwa majina kwamba hawa ni wana wa Mungu. Kwa sababu adui amepambana na kudhihirika kweli. Kwa nini tuko kanisani halafu ndani ya kanisa tunaishi maisha dhambi? Sio bahati mbaya, ni adui anapambana na kudhihirika kwako kama mwana wa Mungu. Atakupa kila kitu ambacho kitafanya usidhihirishe kile kitu cha kimungu ambacho umekibeba. Kama itabidi akupe mwanaume mwenye fedha, atakupatia. Maada mtu ataua mbegu ya ukuu uliobeba ndani yako usidhihirike na kuwa jawabu kwa dunia. Kama ni kazi, atahakikisha anakupatia ili tu usifikie kiwango cha kudhihirisha ule Mungu ulionao. Kama kuna vita iliyopo leo kati ya shetani na mwana wa Mungu, ni vita ya kuhakikisha wana wa Mungu hawadhihiriki. Ndio maana tunaweza kuwa na dozen of people wanaojiita wameokoka, wanaojiita ni wakokole, lakini ni nothing. Si kitu, sio chochote. Then they go to church, wanaenda kwenda kanisani, wakaimba mapambio, wakaenda kuimba mapambio, wakiondoka ni wa kawaida. Ni Esther kama Esther wanaojua mtaani. Ni John kama John anamjua mtaani. They are not. Hawapo katika ubora na kiwango kile ambacho Mungu alikusudia. Hasa dunia inatafuta watu wa namna hiyo. People of solutions. Watu ambao uwepo wao kwenye familia ungekomesha uwepo wa magonjwa kwenye familia. Amen. Watu ambao uwepo wao kazini ungekomesha tabia mbaya za rushwa. Amen. Watu ambao uwepo wao mahali fulani ingekuwa ni chanzo cha nuru ya Mungu kuonekana hapo mahali. Amen. But today wala ambao wana Mungu ndio tuko kwenye maisha ambayo yanafanya tuwe kawaida.
You are busy with a lot of things. Tuko busy na vitu vingi, tuko na mambo ya kawaida, kuna poa tu. Tuko poa tu. Haleluya. Haleluya. Sasa dunia inasubiri kufunuliwa na kudhihirishwa kwa wana wa Mungu. Dunia inasubiri kuonekana kwako ukidhihirika kama mwana wa Mungu, mtu wa masuluhisho, mtu wa majibu, mtu ambaye mambo yakija kwako yanasuluhiwa. It is very shame, ni aibu mno kama umeokoka upo katikati ya familia ambayo wakipata tatizo wanampigia simu mtu mwingine. Very shame. Ni aibu kama uko katikati ya familia umeokoka, uko kwenye familia ambayo wakipata tatizo mtu wa kwanza kumpigia simu ni fulani. Very shame. Maana hawaoni uungu ulionao. Na maandiko sasa nimesema ninyi miungu na wana walio juu. Hawakuambii wewe kwa sababu wanaona ubinadamu, hawaoni uungu uliobeba. Lakini kama wangeona chembe za uungu ndani yako, wangekuwa wanakukimbilia. Kwa sababu dunia inatafuta watu waliobeba Mungu ili waweze kuwa suluhu kwenye maisha yao. Kuna watu wanahangaika, wanafunga safari wanaenda sijui wapi, wanaenda wapi, hawafati jina la mtumishi, wanafuata udhihirisho wa Mungu wanaoona kwa huyo mtu. Mtu akifunga safari akitoka Ubungo akaja hapa, hafati jina la mlima wa Bwana. Majina yako mengi sana haya. Wanafuata nini kinadhihirika na kuonekana kwenye mlima wa Bwana? That's what they follow. Kwa nini anatafuta kudhihirishwa huko na kuonekana kwetu? Tudhihirike na kuonekana kama watoto wa Mungu ambao kweli tunayo majibu ya Mungu kwa ajili ya dunia yetu. Ambao kweli tuna majibu ya Mungu kwa ajili ya familia zetu. Ambao kweli tuna majibu ya Mungu kwa ajili ya taifa letu. Pakiwapo shida na changamoto yote, mtu wa kwanza akimbiliwe sisi. Pakiwapo neno lolote, mtu wa kwanza akimbiliwe sisi. Familia zetu asende kwa waganga tena. Yaani uwepo wako kwenye familia yako manake ni kuweka full stop kwa ukoo mzima kwa waganga. Lakini kama bado wanaenda, bado nifanya kitu kama hicho. Kama bado mtu kwenye ukoo wako ana ujasiri wa kuchukua jogoo akampelekea mganga akae, una kazi kubwa ya kufanya. Bado una kazi kubwa ya kufanya. Bado una kazi kubwa ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mambo kadhaa yatakusaidia kudhihirisha uungu wako duniani. Mambo mawili kimsingi tazungumza. Mambo mawili yatakayokusaidia kudhihirisha uungu wako duniani. Mambo mawili yatakayokusaidia kudhihirisha uungu wako duniani. Jambo la kwanza, maarifa ya kimungu. Sema maarifa ya kimungu. Sema maarifa ya kimungu. Jambo la kwanza litakalosaidia kumdhihirisha mtu kwenye dunia yake ni his knowledge of God. Maarifa ya kimungu. Danieli 11:32 kipengele B anasema, bali wote wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na watatenda makuu. Kitakachomfanya mtu kuwa hodari kwenye dunia yake, mwenye matokeo na kuweza kudhihirisha uungu kiwango fulani kwenye dunia yake, cha kwanza ni his knowledge about the God that he has. Ni ufahamu wake na maarifa kuhusiana na Mungu aliyenaye. Ufahamu wake na maarifa kuhusiana na Mungu aliyemwamini. Tuna watu leo makanisani ambao hawajui hata maana ya wokovu ni nini. Hawajui hata maana ya kuzaliwa mara pili nini. Hawajui hata nini kilifanyika ndani yao. Kwa wanaamini hivi, wokovu ni kama dini fulani mpya hivi. Kwamba zamani nilikuwa kwenye dini fulani, sasa hivi nimehamia kwenye dini ya mlima wa Bwana. Kwa hiyo hakuna badiliko, hakuna chochote, hakuna lolote, bali kimebadilika hivi. Nilikuwa wa dini fulani, sasa nimeingia kwenye dini fulani. Lakini wasijue swala la wokovu ni swala la badiliko la mtu, sio kiroho tu, bali kiasili kabisa tokea ndani, ambayo
tunapokuja kwenye wokovu. Hatubadilishi makanisa tunapokuja kwenye wokovu, bali kuna kitu kimebadilika ndani ya maisha yetu. Hatuendelei kuwa watu wa aina ile tena. Maandiko hata amekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Maana yake kilichobadilika sio kanisa, aliyebadilika ni mtu, amekuwa kiumbe. Anaposajua hicho kwamba ni kweli nilikuwa mama fulani wakati huu, lakini wakati huu baada ya kuokoka na kuwa kanisani, sio mama fulani tu, mimi ni aina ya kiumbe ambacho hakijawahi kuwepo hapa duniani. Mimi sio yule ambao walikuwa wanamjua zamani. Lakini kwa kuwa hatufahamu, kwa kuwa hawajui wala ufahamu, hawafahamu, utembea gizani. Sema nabii Zaburi 5. Watembea gizani. Kwa kuwa watu nadhani kwamba watu badilisha dini fulani hivi, tunaendelea kwa katika kanisani. Hatuna kiu ya kutaka kudhihirisha ule uungu tulionao. We are very shallow, very shallow. Mkristo leo kanisani hana shauku ya Mungu. Anaweza kukubali kuimba mapambio yote hapo, piga mapambio, piga sarakasi, luka na mbele, fika muda wa neno, analala. Anaweza kukubali kuangalia movie masaa au masaa 3 nyumbani bila kusinzia. Halafu na Biblia pale kwenda kaa wiki nzima bila kufungua hata mwanzo. Hao ndio kunao kanisani. Haleluya. 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 Hajui kwa habari ya nini kimeandikwa kuhusu maisha yake. Hajui kwa habari ya nini kimeandikwa kuhusu hatima yake. Kwa anaishi maisha yake fulani hivi, ya mishemishe fulani hivi, lakini anasahau maisha ya yale ambayo yameandikwa kuhusu maisha yake. Amen. Siku moja dunia ikija kukupitisha sehemu, itakachokutafuta kwako haitotafuta elimu ulionayo, haitotafuta watu ulionao, itatafuta na kutaka kujua nini kimeandikwa kwa habari ya maisha yako. Ndio maana Yesu alifika kwenda hekaluni, alitafuta mahali kumeandikwa kwa habari ya maisha yake. Dunia itataka kujua nini kimeandikwa kwa habari ya maisha yako, na hicho ndio nataka kionekane kwa maisha yako. Lakini few of us do not know it. Ni wachache wetu tunafahamu kuhusu. Haleluya. 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 Kinachofanya mwana wa Mungu mmoja kuwa star kwenye eneo fulani na mwana wa Mungu mwingine kuwa wa chini kwenye eneo fulani ni ufahamu wao walionao kuhusu Mungu alinaye. Ufahamu walionao kuhusu Mungu alinaye. Haleluya. Haleluya. Sema maarifa ya Mungu. Sema maarifa ya Mungu. The knowledge of God. Mtoto wa Mungu anapaswa kuwa ni mtu aliyewekeza katika eneo la ufahamu na maarifa ya neno la Mungu. Kama hujajua ni namna gani mfumo wa damu unazunguka kutoka kwenye mguu kuja kwenye moyo, kuja sijui au ile ya kushoto au ile ya kulia, unapaswa ujue kwa kina na vizuri mno asili ya uungu ulionayo. Kama vile unafahamu kuhusiana na jinsia yako, mimi ni mwanaume, mimi ni mwanamke, ndivyo ambavyo unapaswa kufahamu kwa kina kuhusiana na wewe ni nani katika Kristo Yesu na nini kilifanyika kwenye maisha yako. Watu Mungu, kuna vitu kwenye maisha yetu vile sio kwa kuelekezana. Kavidi kwa sababu vinajua sisi tunajua sisi ni nani. Amen. Hivi Musa anaweza kuwa nyumba mtu ambaye anajua mimi kwa Musa anaweza kuwa nyumba mtu ambaye anajua sio jamaa hapa na amekaa sebuleni. Musa anaweza akaja kwa sebuleni akaingia. Nini kinamzuia kuingia? Ni senyenge, ni bunduki au ni risasi? Nini kinamzuia? Yuko macho, si ndio? Kuna vitu kwenye maisha yetu havihitaji hata kuomba. Lakini nikijua kuna kitu tunafahamu kuhusiana na asili yetu, havitokei. Amen. 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 Yes. Kuna mambo tunahangaika nayo, magonjwa, sijui mapepo, ambayo yangeona sisi tunafahamu kama sisi ni akina nani katika Mungu, hata singetugusa. Mimi na mimi wanasema
I'm sorry to say this. Very sorry. Ni very shame. Aibu sana kwa mwana wa Mungu kaliwa na pepo. Narudia tena. Ni aibu sana. Mwana wa Mungu kukaliwa na nini? Aibu. Usione raha kila siku sisi kwa tunatoa pepo. Yaani hata sio fahari. Ni aibu. Yaani ni kitendo cha aibu. Kwa sababu pepo wanakaa mahali pachafu. Hawakai mahali safi. Chakula cha pepo ni uchafu. Sio usafi. Ishara ya uwepo wa pepo kwenye maisha ya mtu ni ishara kwamba kuna uchafu ndani ya mtu, ndio maana pepo amekaa. Pepo hakai katika Mungu. Hakai katika usafi. Na maandiko yanasema sisi tumetakaswa kwa damu. Kama tumenunuliwa kwa damu ya thamani. We are very clean. Hiyo nafasi ya pepo kanda yetu inapatikana wapi? Hallelujah. 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 Knowledge. Maarifa katika Mungu. Maarifa katika Mungu. Biblia ambazo tunazo hatunazo kwa ajili ya kufanya kwa mapambo nyumbani. Biblia ambazo tunazo ni kwa ajili ya kusoma kwetu. Hello. Mama jana yako Biblia unayo? Mama jana Biblia unayo? Sio kwa ajili ya mapambo. Ni kwa ajili ya kuisoma. Mama Biblia unayo? Sio ya kuwa pambo. Ni kwa ajili ya kuisoma. Biblia tulizonazo ni kwa ajili ya kuzisoma. Mtoto wa Mungu anapaswa kuongoza kwa kusoma Biblia kuliko kusoma magazeti. Anapaswa kuongoza kwa kusoma Biblia kuliko kusoma udaku. Anapaswa kuongoza kusoma Biblia kuliko kusoma chochote kile kinachoendelea mtandaoni. Amen. Wanasema wao watakuwa ndani. Wanatenda mambo makubwa. Ufahamu wetu katika Mungu utatufanya kutembea katika viwango ambavyo wanadamu wa kawaida hawezi kutembea. Ufahamu wetu unao katika Mungu utatufanya tudhihirishe matokeo ambayo dunia haiwezi kudhihirisha. Ufahamu wetu katika Mungu unao utatufanya kuweza kuwa na matokeo ambayo wanadamu wa kawaida hawezi kuwa nayo. Lakini tuko hivi tulivyo kwa sababu kuna mambo mengi hatujui kuhusiana na sisi. Hallelujah. Simameni mwana wa Mungu. Mimi ni mwana wa Mungu. Mimi ni mwana wa Mungu. Hallelujah. Wewe ndio dunia inasubiri kudhihirisha. Lakini cha pili kitatusaidia kudhihirishwa kwa mwana wa Mungu. Cha pili ni nguvu za Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu. Nguvu za Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu. Nguvu za Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu. Kitakachokufanya uweze kudhihirisha wana wa Mungu is the power of Holy Spirit. Nguvu za Mtakatifu kwenye maisha yetu. We are very very weak. Tuko dhaifu sana. Tuko wa kawaida sana. Maisha yetu hayajajazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Hallelujah. Hallelujah. Kinachotofautisha mwana wa Mungu, kinachotofautisha aliyembeba Mungu ni udhihirisho wa Roho wa Mungu aliye ndani yake. Kinachofanya mimi mtaani wajue huyu ni mtumishi wa Mungu sio tai niliyovaa, sio suti niliyovaa. Maana kama ni tai, hata kuna wale wanakwenda baa wakiwa wamevaa tai. Wako wazinzi wanakwenda guest wakiwa wamevaa suti. Kwa hiyo suti na tai haiwezi kumtofautisha kati ya mwana wa Mungu na mwana wa giza. Kinachoweza kutofautisha maisha ya mwana wa Mungu na mwana wa giza ni udhihirisho wa nguvu za Roho Mtakatifu aliyozibeba huyo mwana wa Mungu. Amen. Kitakachofanya dunia iseme huyu ni mtoto wa Mungu ni the manifestation of the power of the Holy Spirit. Ni udhihirisho wa nguvu za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu amekuja kuleta utofauti wa wazi wa kudhihirisha na kuonyesha ni nani aliyembeba Mungu na nani ambaye ni debe tu. Ni nani aliye na Mungu na nani aliye na maneno matupu. Ndio maana Yesu kabla ya kuondoka aliwaambia wanafunzi wake habari ya Roho Mtakatifu.
Na alipokuvuka jambo la kwanza, aliwaambia kaeni hapa msiondoke. Msitoke hapa. Zamani waliwajua nini wanafunzi? Kwa sababu waliona mnatembea na mimi. Zamani waliwajua nini watoto wa Mungu? Kwa sababu waliona mnatembea na mimi. Lakini hizi nyakati zinaondoka. Hakuna kitambulisho cha kuadhimisha kwamba nyinyi ni wana wa Mungu. Hakuna kitu cha kuonyesha tena nyinyi ni wana wa Mungu. Sasa kaeni hapa msiondoke. Msianze kufanya maisha yote bila kuwa mmepokea ahadi aliyoahidia Baba, ndio ni ahadi ya Roho Mtakatifu. Sio tu kwa ajili ya nguvu, bali kwa ajili ya kuwatambulisha kwenye dunia yenu. Watu waendelee kujua kwamba kuna watu wa Mungu wamebaki duniani hata kama Yesu anaondoka. Haleluya. Haleluya. Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kutudhihirisha. Kwa mbele cha kwanza tutoke hapa. Kaeni hapa. Luka 24:9. Kaeni hapa msiondoke. Luka 24:9. Kaeni hapa msiondoke. Msifanye nini? Mhitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa sababu hicho ndicho ambacho kinamtofautisha mtu wa kawaida na mtu asiye wa kawaida. Haleluya. 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 Dunia haiwatambui watu kwa majina. Dunia haiwatambui watu kwa vyeo. Dunia inawatambua watu kwa vile walivyobeba. Amen. Narudia tena, dunia haiwatambui watu kwa majina. Maana kusema kina John wako wengi. Kina James wako wengi. Lakini nani wako wengi. Dunia haiwatambui watu kwa namna. Dunia inawatambua watu kwa vile walivyobeba. Amen. It is what you carry. Kile unachokibeba kitakutambulisha mtaani kwako. Kile unachokibeba kitakutambulisha kwenye dunia yako. Na wana wa Mungu tunachopaswa kukibeba ni nguvu za Roho Mtakatifu. Ukiona mtu ni dhaifu, anaingia kwenye maombi dakika moja, amechoka. Alichopungukiwa sio player point. Amepungukiwa nguvu ya Roho Mtakatifu yenye kumfanya afanye kitu ambacho mpagani huwa afanye. Mpagani hawezi kupiga magoti kwenye maombi akaomba lisaa moja. Hawezi kupiga magoti kwenye maombi akaomba masaa 3. Lakini akitokea mwana wa Mungu ambaye akiingia kwenye maombi, ambapo ndio mahali pa ushirika kati yake na baba yake, alafu akapiga magoti nusu saa, akaisha nguvu. Kilichopunguka ndani yake sio prayer point. Kilichopunguka ndani yake ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Amen. Akifika mahali hawezi kusema hapana kwa habari ya dhambi. Sijui nani kaniteka, sijui nani kanitongoza. Akifika mahali hapo hawezi kuonyesha utofauti wake kati ya yeye na mataifa. Kilichopunguka ndani yake sio jina kwamba ameokoka. Kilichopunguka ndani yake ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakufanya uwe maisha tofauti na ambao hawana Kristo. Haleluya. 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 Maandiko yanasema walipoona akina Petro na kuona ujasiri wao, wakatambua ya kwamba walikuwa na Yesu. Watu wakikuangalia hawaangalii jina, maana wanafahamu. Watu wakiangalia wanaangalia utofauti uliobeba. Wanaangalia tofauti uliobeba. Kile ulichokibeba kitawafanya watu waseme, aha, tumejua Bwana anaokoka. Anaokoka Bwana. Haleluya. Asikizi anaokoka Bwana. Hello. 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 Kule mtaani ili wakuzungumza kwa namna nyingine, lazima kuna udhihirisho wa kitu fulani ambacho wakikaa wakijiuliza, mbona mama Aisha tunamfahamu? Mbona dada Joyce tunamfahamu? Mbona dada Jacqueline tunamfahamu? Hakuanga hiki. Baadaye wakitulia, wasema aha, tunamwona gaenda mlima wa Bwana. Sasa wewe unajua sikiza aenda mlima wa Bwana. Maana kuna kitu cha ziada kimeongezeka kwenye maisha yake ambacho kinatutofautisha na sisi. Kuna mambo ya tofauti kwenye maisha yake ambayo yanatofautisha na sisi.
huo tofauti ndio unatutambulisha kwenye dunia yetu na unaletwa na Roho Mtakatifu ndani yetu. Amen. Mtoto wa Mungu, Roho Mtakatifu it is very ni dhaifu mno. Dhaifu sana, dhaifu mno. Dhaifu mno. Hakuna mtu anaweza kusema hapana katika dhambi nje ya Roho Mtakatifu. Hakuna mtu anaweza kusema hapana nje ya maisha machafu nje ya Roho Mtakatifu. Hakuna mtu anaweza kukaa magotini pa Bwana masaa 3, masaa 4, siku moja, siku 2 nje ya Roho Mtakatifu. Chochote ambacho mwana wa Mungu anajaribu kukifanya kwa namna ya mwili hakina matokeo. Jambo lote la kimungu ambalo unatamani kuifanya nini kwa namna ya mwili huwezi kuona matokeo. Kwa nini unaona kutoa ni jambo gumu, ni jambo zito? Unatoa katika mwili, lakini walio na Roho Mtakatifu walikuwa tayari hata kuuza viwanja vyao kwa ajili ya kazi ya Mungu. Tumechoka kwa kawaida. We want to pray. Maandiko yanasema walikusanyika mahali pamoja, nao wakaanza kuomba. Mahali pale pakatikisika, wakajazwa na Roho Mtakatifu. Leo itokee hapa katika jina la Yesu. Mtu mmoja asimame katika jina la Yesu. Mungu asimame. Abashakatana mandara bashate. Makute peleka na pashandara bashate. Lezo kotushe kete mandara bashatana manda. Mtu mmoja aondoke akiwa amejazwa leo katika jina la Yesu. Mtu aliye na kiu anasema, Baba nimekataa binadamu, Baba nimekataa kawaida. Huyo mtu leo aondoke akiwa amepokea katika jina la Yesu. Masokotora mandara bashakatana pate. Nyosha mkono kusema, ee Bwana, nasogea mbele zako. Ee Bwana, nasogea mbele zako usiku wa leo. Naomba Bwana ujaze maisha yangu na Roho Mtakatifu. Jaza maisha yangu tena na Roho Mtakatifu. Jaza maisha yangu tena na nguvu zako. Eh Bwana, jaza maisha yangu na nguvu zako. Ninakataa kuwa wa kawaida. Ninakataa kuwa wa kawaida. Kuanzia leo maisha yangu yajazwe na Roho wako. Kuanzia leo maisha yangu yajazwe na nguvu zako. Eh Bwana, eh Bwana, eh Bwana, jaza maisha yangu na Roho Mtakatifu. Jaza maisha yangu na Roho Mtakatifu. Sikiliza, maandiko yanasema hivi, wala bado haijadilika vile tutakavyokuwa. Kama kuna mwana wa Mungu anajiona kwamba kuna kiwango amefika, maandiko yanasema hivi, that levels, vile viwango vile ambavyo kimsingi vilipaswa kudhihirika kwetu, bado havijaonekana sisi. Pengine kama unaona Pastor Vedas anahubiri, anafundisha kile kiwango ambacho alipaswa adhihirike na kuonekana, bado hajaonekana. Haijadhihirika vile ambavyo tulipaswa kuwa. Ndio maana tuko hapa leo. Nataka mtu mwenye kiu aombe kwa Roho Mtakatifu. Amen. Haleluya. Haleluya. Nasema kwa kutimba. Unastahili kuabudiwa. Unastahili we Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili. Unastahili kuwa. Mmoja wao nyosha mikono. Unastahili we Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili. Unastahili. Unastahili kuabudiwa. Hayo ni maombi. Unastahili. Unaombea ya Roho Mtakatifu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili. Unastahili. Unastahili kuabudiwa. Maanisha unastahili. Kuna nguvu ya Mungu mahali hapa kwa maisha ya mtu. Unastahili kuabudiwa. Kuna nguvu inaweza kuondoka. Ni nani kama wewe? Unastahili kuabudiwa. Mwambie tu Bwana unastahili. Unastahili. Unastahili Yesu.
uweke oili safi. Kuna oili inapokuwa mwangu, uweke oili safi. Nasema kuna oili inapokuwa mwangu, mwangu oili safi. Mwangu oili safi. Mwangu oili safi. Mwangu afuta masafi. Mwangu afuta masafi. Rakatawa mashakatawa manda. Nasema oili safi na hasa kumwangu. Wata pokea oili nyingine safi. Maisha yangu. Wataanza maisha yangu. Nakatakuwa mkane. Nakatakuwa mkazi. Nakatakuwa mkazi. Bwana. Nakatakuwa manda ya mashaka. Bwana katia. Bwana katia.
manda. Zekete manda la bashaka. Ramanda la bashaka la manda. Mazekete manda la bashaka la manda. Unakufa Mungu anatenda maneno. Unaweza Mungu anatenda maneno. Zekete manda la bashaka. Lekana manda la bashaka. Manda la bashaka la manda la bashaka. Mazekete manda la bashaka. Kala manda la bashaka la manda. Kuna mtu amekuwa na changamoto ya miscarriage. Amekuwa ni mtu ambaye akibeba mimba mimba zinaharibika. Amekuwa akishika mimba zinaharibika. Katika mwezi wa kwanza mwezi wa kwanza kama mimba imeharibika. Amekuwa na tatizo mara ya kwanza mara ya pili. Mungu anakuhudumia jioni leo. Mungu anakuhudumia usiku wa leo. Mungu anakugusa usiku wa leo. La bashaka kala manda la bashaka. La manda la bashaka tena manda la bashaka. La kala manda la bashaka tena manda la bashaka. Anatamani kuwa mtoto lakini kila kishika inakataa. Anatamani kuwa kila kishika inakataa. Wewe karibu na ndugu maisha yako jenga leo. Wewe maisha yako jenga leo. Kama uko unasonga mbele, au kama unajua mtu anafanya wewe ndio kama unasonga mbele. La kala manda la bashaka. Kuna wewe unajesha. Kuna wewe unajesha. Kuna wewe unajesha. La manda la bashaka tena manda la bashaka. Wewe kupoteza mtu kwa tena. Wewe kupoteza mtu kwa tena. Wewe kwa nini mtu kwa tena? La manda la bashaka. Hakuna mtu aliye maandiko yanasema ambapo kama unakwenda mimi wala ungekuwa pasi katika jioni wala pala manda la bashaka. Hiyo neno ikae juu yake. Hiyo neno ikae juu yake. Hiyo nguvu ikae juu yake. Hiyo uwezo ikae juu yake. La bashaka tala manda. La manda la bashaka tala manda. Wala pala manda la bashaka. Kola manda la bashaka. Zipo ile manda la bashaka. Weka na msikamaze kidogo ndio kuomba. Kama una changamoto hiyo ambayo nimezungumza. God is here to serve you. God is here to serve you. Imekuwa ni kilo chako. Nione zawadi moja. Ndio kwa ile utukufu. Nione zawadi moja. Ndio kwa ile Yesu. Pokea hii safi ya Yesu. Kama mashaka kama. Naona mafuta mabichi yakimiminika. Na mtu mmoja aliyekuwa na kiu kama jambo. Ndio anasema nafsi yangu ya kutamani. Nafsi yangu ina kiu kama wala atamani maji ya mtu. Kama mtu aliye na kiu na hiyo, kuna mafuta mabichi yanachukua juu yake. Atashangaa kuomba kuna badilika. Atashangaa sauti na badilika. Atashangaa kuna pale katela. Wakateta kata. Ramanda la bashaka. Ramanda la bashaka. Tokea na mmoto. Tokea na mmoto. Kila mmoja kilipata. Kila mmoja kilidua. La bashaka tala manda. Uwezo wa kuomba. Uwezo wa kufunga. Tokea na mmoto. Kashaka tala manda. Zekete manda la bashaka. Kara manda la bashaka. Kara manda la bashaka tena. Manda la bashaka tena. Nataka rejesha Bwana. Nataka rejesha Bwana. Nataka rejesha Bwana. Nataka rejesha Bwana. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Na mfete vitu kwa ndani yake. Kwa damu ya Yesu Kristo. Na mtamkia neema ya kutembea na utukufu. Na mtamkia neema ya kutembea na ushindi. Na mtamkia neema kuanzia sasa. Hakuna mtu atakuja maisha yake. Hakuna mtu atakuja maisha yake. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Na atenda maisha yake. Na uharibifu. Na atenda maisha yake. Na aibu. Na atenda maisha yake. Na kutenda. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Rabashakata. Ramanda rabashaka. Rakota lapata. Ramanda rabashaka. Rakuta tapaka. Rakata tapaka. Rakata tapaka. Weleke peketuka. Weleke peketuka. Weleke peketuka. Weleke peketuka. Weleke peketuka. Weleke peketuka. Rakata tapaka. Rakata tapaka. Rakata shakata. Rakuta lamanda. Shakata lamanda rabashaka. Sekete. La mandara bashekete mandara bashaka. Sekete la mandara bashekete. Sekete mandara bashaka. La mandara bashekete mandara. Weka la mandara bashekete mandara bashaka. La mandara bashekete mandara bashaka. Baba naweka mkono wangu juu. Wewe ndio usiku basi. Wewe neema tena. Wewe neema tena. Wewe nguvu tena. Wewe neema tena. Wewe nguvu tena. Wewe uwezo tena. Wewe tena. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Wewe tena. Wewe shabu tena. Ramanda rabashekete manda. Rabasekete manda rabashaka. Manda rabashekete. Wewe usiku basi. Wewe usiku basi. Wewe neema tena. Rakata rabashekete. Ramanda rabashekete. Wewe manda rabashekete. Rakata
Rabarabashaka, Ramandarabashaka, Ramandarabashaka, Taramana, Randava Takari Mungu, haitoka nguvu za giza, haitoka magonjwa, moja, mbili, tatu, Rabashaka, Ramandarabashaka, Ramandarabashaka, kwanza leo achana moja, achana mbili, achana tatu, Ramandarabashaka, 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 Antangaza wako, antangaza neno, antangaza Mungu, antangaza Mungu, antangaza Mungu. Ndio hiyo kwanza sasa. Rabashaka talamanga rabashaka. Ramanda rabashaka temanga. Ramanda rabashaka tekamanga. In the name of Jesus. Kieleza mfungo, kieleza aibu, weza mateso, weza mfungo, weza aibu, weza mateso, weza mfungo, weza aibu, weza mateso. Moja, mbili, tatu. Majia neema ya Jehova, majia weza Jehova, majia neema ya Jehova, majia weza Jehova, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, receive grace, pokea neema katika jina la Yesu, pokea neema katika jina la Yesu, receive grace, receive grace, receive grace, receive grace, rabashaka tena, baba shamba, na shamba, na chamba, na shakarama, kara shaka tu, kara shaka tu, kara shaka tu, with the nations. With the nations,
sababu ya kuabudu. Nina sababu ya kusifu wako sawa na uaminifu wako. Ni sababu ya ninakushukuru kwa ajili ya leo na kwa ajili ya kila neema ambayo Bwana nimepokea usiku wa leo mahali hapa. Bwana, ninakushukuru kwa neema yako ambayo Bwana umeachilia juu ya maisha yangu. Bwana, ninakushukuru kwa nguvu zako ambazo Bwana umeachilia juu ya maisha yangu. Ile neema, ile nguvu ambayo Bwana nimepokea usiku wa leo, ibadilishe maisha yangu, ibadilishe maisha yangu, ibadilishe maisha yangu. Maisha yangu ya kiroho yabadilike, maisha yangu ya kiibada yabadilike, maisha yangu ya maombi yabadilike, maisha yangu ya kutembea na Mungu yabadilike, maisha yangu ya utoaji yabadilike, maisha yangu ya kumtumikia Mungu yabadilike. Bwana, ile mbegu niliyopokea leo kwenye maisha yangu ulete badiliko, ulete badiliko katika jina la Yesu. Baba, nakushukuru, Baba, nakutukuza katika jina la Yesu. Amen. Kama kuna mtu alikuwa na ugonjwa, alikuwa na shida ya ugonjwa, kimbia mara moja wakati namalizia. Nisipokuhudumia nitaondoka nikiwa na deni ndani yangu. Una ugonjwa, unakimbia, kuna shida, una hiki na kile, kimbia haraka. Wengine kama ni kitu chako maroni, kimbia haraka. Una ugonjwa, kesi unaenda katika kesi. Subiri mama.
katika jina la Yesu. Pokea kwa damu ya Yesu.
Ikiwa iko neema ambayo Bwana ameachia juu yangu, ikiwa iko neema ambayo Bwana ameachia juu yangu, ambayo mtumishi wako ameiona na akaitamani, akasema natamani ile neema, natamani ile neema, in the name of Jesus Christ. Petro akasema nilicho nacho ndicho nikupacho, nilicho nacho ndicho nikupacho. Rakota la bashanda la basekete manda la bashata. Baba, kwa damu ya Yesu, achia neema, achia neema, achia neema, achia nguvu. Raba shekete leba, raba teketia, rekota tia lebaya, rekota lia na mana, raba shekete, pokea badameso, pokea badameso, pokea badameso, pokea badameso, rakata laba, raba shekete leba, raba raba shekete, raba teketia, raba raba shata, raba sekete mana. Let him receive, 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 in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Kila ambacho Bwana amekitamani kwenye maisha yangu, kila ambacho amekitamani kwenye maisha yangu, kwenye kila utumishi toka naanza kunifuatilia, Baba anaachilia, Baba anaachilia, Baba anaachilia, Baba anaachilia. Rakatalapa, raba shekete, ramana raba shata. That grace, hiyo neema ikazidi juu yake, hiyo nguvu ikazidi juu yake, hiyo uwezo ukazidi juu yake. Raba shakara makara bashanta. Baba, asante kwa kuwa ni mwaminifu. Father, I thank you. Raba shekete manda raba shanta. Mesha mkono kwa Bwana nakushukuru. Baba nakutukuza. Sana mcha Mungu watu pamoja kwa sema wote. Tunahitaji nguvu za Mungu ndio pamoja tushikane mikono na display. Raba shakara manda raba shanta. Nguvu ile kazi ya Mungu inahitaji nguvu. Inahitaji neema. Sio kazi ya kusukuma. Tukienda maneno ya Mungu hatuwezi, inakuwa ni ngumu, inakuwa ni shida, hatuwezi. Tunahitaji neema ya Mungu. Na kanisa naomba tusimame, raba shekete manda raba shata. Le mando lika raba shanda raba shata. Niwaambia tumekuja hapa hatukuja kushangaa kanisa. Wala hatukuja kupoteza muda kanisani. Shikeni tulikono hapo kwa kanisa. Ukiwa hapa hakikisha akili yako inawaza Mungu, maisha yako yageuke. Hatupata mitanda kuja kushangaa kanisa. Hatupata nyumba zetu kuja kunywa soda kanisani. Mungu anatupa neema tena. Mungu anatupa uwezo tena. Anatupa neema tena. Tuombe tupraba shakata lamana. Na kanisa ndio ya kuomba ni manda la shaka. Tupa neema tena. Shika mikono kwa kanisa. Shika mikono. Baba shakata manda sauti ya moyo. Baba la shakata manda mtoto. Mungu anatupa neema, tupa neema. Rakata la shakata. Baba la shakata lamana. Baba nipe neema. Baba nipe neema. Baba nipe neema. Baba shika mikono. Kanisa shika mikono. Shika mikono. Ramana la shakata manda la shakata. Ramana la shakata manda.
shekete na la bashaka. Endelea kuomba hiyo neema. Endelea kuomba hiyo neema. Sisi ni kanisa la Mungu la mziki la dunia. Ndio ndio jina la dunia. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Rusha mikono kwa Mungu. Neema yako. Niachilie neema yako kwenye maisha yangu. Itakayoamua baraka, itakayoamua maongezeko, itakayoamua ustawi. Na iachilie ustawi kwenye kazi yangu, ustawi kwenye biashara yangu, ustawi kwenye kazi ya mikono yangu, ustawi kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Yesu asante kwa kuwa neema, asante kwa kuwa mwaminifu. Mungu Yesu kwa shukrani. Mungu Yesu kwa shukrani. Mungu kwa utukufu. Mungu kwa shangwe. Mungu kwa shukrani tena. Mungu kwa utukufu. Mungu maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Mungu katika jambo katika jina la Yesu. Mungu katika katika jina la Yesu. Mungu utukufu katika jina la Yesu. Mungu yako ikutukuzwe katika jina la Yesu. Mungu ukiisha nguvu za Mungu ukiangalia katika jina la Yesu. Mungu ukiisha Mungu ambaye kusudia akidhihirika katika jina la Yesu. Yule kijana yule Bwana anawekeza mengi kwenye maisha yake, akianza kuonekana katika jina la Yesu. Na bashika Baba utakuwa kule. Nyuma yangu katika ibada yangu katika kanisa itakuwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Rasuta parana maseke matai. Osa parada bashike mayashu. Risuta au kama ni wachache basi hiyo ni sidi. Naomba tafadhali katika sadaka tumtolee Mungu sadaka. Anapo wakati tunapeleka sadaka kwa hudumu watakuwa kiandaa mazingira ya vinywaji na kile kilichokiandaa kwa ajili ya watoto wa Mungu. Kumbuka tumevuka miezi mitatu ya kwanza na mwaka. Tunasema kuwa na shukrani yetu mbele za Bwana.